Wagwan, mtu wangu, welcome and welcome back to our channel. This is Manu Reports and I'm here with Mr. Big Africa. Na tuko hapo ndani ya Nyayo Stadium after Mashemeji Derby, long awaited, anticipated match. The biggest match in Eastern Africa. It was the biggest. Yeah, it was the biggest, man. However, the match has ended 0-0, goalless draw, which I believe is a fair result because I believe both teams walicheza poa each half. FC walianza poa in the first half, second half Gor wakaingia wakacheza poa. Kwa sababu wewe unakuwa umeiva zetu statistics. Stats. Kuna stats unaona aje game first half. Okay, for me, for analyzing, tunasema FC they started well. Gad alikuwa na some poor ball play, like alikuwa zinafika unapata amechimba chini and I was like rada. And also after 15 minutes FC Gor walianza kuingia kwa game. However, they were not able to dominate it. Also I felt like Badi, your fullback, your captain, alikuwa vizuri in the first half, alikuwa amecontain Sharif also, but however akipatikana 1v1 alikuwa anatoka. However, like I feel like walikuwa walikuwa overload. Unapata Levin amepanda, Sharif and Simiti the captain, but Levin alikuwa anabaki stop, alikuwa anacheza pole because Gor Mahia playing as a back three. Ominja, Joshua Onyango and Levin, and sasa weke hapo kwa Chuogo Paul and Simiti as the wing back. So unapata alafu Sharif na like is a natural winger, so unapata amevuta mwisho na amepenya like unapata amevuta mwisho na Filomeno na mjoin not Filomeno or Simiti na mjoin, so unakuwa amemove kwa Ovela kwa anamsaidia ku track back. That's I feel like kama Gor Mahia wangekuwa critical enough, ungetumia hii chance that they could have scored. Lakini for me it's a fair result. It's a fair result. Kwa mafans, kila mtu ametoka akiwa ameridhika. Kusema kweli, hakuna fan anatoka akiwa amekasirikia timu yake ama akiwa disappointed that disappointed. Lakini as FC Leopards fans walikuwa wana expect wa maximize on this, wapate the 3 points wasonge. Same to Gor, wangeshinda bado hii juu ilikuwa match in hand, ingeweka in a very good position. All in all, wamepata point each. Talking of Bandi was cool on the ball. Alikuwa like tumeona hapo kwanza kuna alipigisha Sharif Zaido, alipanguza. So like alikuwa anapatikana 1v1 against Sharif and Simiti. Also Gor Mahia walikuwa open at the end. Like I felt like they had more numbers at the back. However, ni kama walikuwa wanacheza na back 5. They were playing in the back five, but first half unaona ni kama FC walikuwa wengi up front, and I was like you know, so also FC were good on back, we build up play. Nani yako vizuri on the ball, anaitwa Chiesa, bado Bandi yako vizuri, you know. What can you say of mtu kama Casey Odhiambo pale nyuma? Casey, I feel like he's a ball player. He's also good in defending, but you expect he plays. Leo kwanza place amechezeshwa si penye amekuanga. We know him as a 6 to me. Msimu atachukua bola collectie and distributia number 10 kabisa. Also Gor Mahia only miss some chance. Okay, walikuwa wanashinda ku link up from midfield to striking. And to striking, you know, like these are an experienced midfield. Morrison, Alpha and Lawrence. And I'm like akina Odor. The midfielder of Odor. Wakisana kiasi hapo. They look like walikuwa na dominate that midfield. And I'm like these are one of the best midfielders in the country, akina Lawrence and Lawrence na Alpha, alafu ongeza hapo Morrison, you know. I feel like also hapo mbele rada mambo imechemka huko nje, achana nao. And also I feel like in the first half we miss Austin. Gor Mahia walikuwa miss Austin for real. Also in the first half FC walikuwa miss Omune by the way.
because kuna chance nyingine at the end of the match hapo late I lose a chance and I was like yo bro 1v1 na Barcelona ndio akapiga nje. I feel like I lose the composure as a striker, you know. Also niliingia ilikuwa Morrison Captain bado aliingia kwa Bideka, ilikuwa like Morrison Captain also walikuwa Naru, ungepata nani Morrison ameenda wing alafu nani anaitwa Austin ameenda wing, so I felt like they were Naru and hapo ndio sio alianza kuwa shaky. Also kuna cross yenye anaitwa J Paul the wing back, aliletea Sharif and Sharif wa shindwa kuimaximize. But pia kuna kitu ililetwa hapa hivi kutoka side ya FC Leopards ikapigwa nje, sijui ni Kimani ama nini. I think that was the time FC wangepata points zao 3 polite. Yani kuna second half kuna cross ililetwa hiyo kichwa mpaka ndio ulikuwa umeona ilikuwa baba. Mimi nilikuwa nishaangusha jugu zangu kwa saidi yenyewe hapa like kiwa hapa guys, this is play that tumekuwa so the whole match ukiwa hapa unaona like it is clear, you know. Yes, so yeah but missing nani Gor Mahia missing mtu kama Runio Nyango. Do you think Runio Nyango amekuwa replaced ama bado they need to find a better person to replace? I feel like you can never replace a player. You replace the system, like you tafuta the right philosophy and you talk with these players, you know. So like kama yeye aliona Rooney is a player mwenye anaweza shuka. However Paul aina ile gesa kupanda na kushuka, and is not that good in defending, but anafungwanga kiatu. So like akamwa cheza na back three, which Gor Mahia they started with the back three. Also I felt like in the first half ako na philosophy, like not philosophy, a plan, ako na strategy of what they were going to do. FC dominated them, akina Kiesa, akina Chi, anita Kiesa. So bado kuna yenye Kweyu aliuza manze. Alianza kucontrol sana. Alianza makontrol mingi hapo pia Kweyu aliniangusha, lakini iko tu sawa. Tunge lose sasa ndio ningekuwa on his case. Umepona wewe Kweyu. And also in the second half Gor Mahia looked the most positive. Walirudi wakiwa wamechangamka. Introduction ya kina Austin ilileta positivity kwa the school. For the school. You could see that they missed Austin. Also, as playing with back three, it gave freedom, like mse kama Omenja nilikuwa naona akipiga nini behind run. Napata overload yuko on the right side. And also like kwanza kuna moja pale alileta 45, unfortunately haikufikia the striker. Ilikuwa ni Captain. So like also niliona in the 9 minutes niliona karibu afunge soko. Na hiyo kuna Gor hapa. Austin was creative. Kuna chances zenye alipiga anaweza. Like I feel like Gor Mahia didn't only need Austin, but they needed a fit Austin. Walimlazimisha leo. Okay, kama walimlazimisha, okay, well and good. Imagine kama amemlazimisha na amecheza hivyo, kama angekuwa fit, you know? Kuna watu wangelia. And unaweza sema about the organization of Tikiti, FC Leopards and all sort of things? Of course, Tikiti wamefanya kazi poa. Mimi nimeingia very smoothly. Although sijaskaniwa, lakini hawa watu walikuwa kwa hiyo line, ungescan tungeingia huko sawa. Mimi na my man Zesco who's behind the camera tulikuwa huko by 12:30. Na watu walikuwa wamefika. Na sasa walikuwa wamefika. Okay, I was compare with the Harambee Stars. However, but walikuwa wamefika. Si wengi Okay, tukimalizia, is this the derby you were expecting? I was expecting like goals because for FC me I didn't expect because like FC hajakuwa kifunga. It is true for the last 3 matches hamjakuwa mkifunga Joyce. Hamjakuwa mkifunga. Hamjakuwa mkifunga. So like you've been going draws. Yaani unajua hivyo. Also I didn't expect because FC hajakuwa na Agora kwa na striker. Bideka was a poacher but afungi. There's no striker who is on form. Bado Yochien, the number 40. Akucheza because he was injured. So guys, that game imesha 0-0. I feel like it's a fair result.
So that is it for today. Mashemeji Derby has happened. Make sure you subscribe, hit the notification button if you love this kind of content for the support of Kenyan football. Mambo ikuwe sawa sawa. Mr. D Africa is my name. Manu Reports is my name. See you Hapo there. sawa. Kama unijui jina, wachana ball.